Nashukuru sana ndugu waandishi wa habari ambao mmepata nafasi ya kufika hapa nyumbani kwa Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi ambaye kwa muda mrefu tumeyafurahia maisha yake. Kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye alimuumba Mheshimiwa Lukuvi na akamfanya kwa zawadi katika maisha yetu, ambayo leo nasi tumepata bahati ya kuishi naye, ya kumfahamu kama kaka, kama ndugu, kama jamaa, lakini kama kiongozi wetu pia wa kiserikali na kiongozi wetu pia katika chama kwa mapito mbalimbali. Lakini jambo la pili, nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yeye aliweza kukiona kipaji chake na kuweza kukitumia kwa kiongozi na kuwa kama sehemu ya baraza la mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumepata bahati ya kumfahamu utendaji wake wa kazi, namna ulivyo mkubwa, namna ulivyo mpana. Lakini jambo la tatu, nitumie nafasi hii tena kuwashukuru sana wananchi wa mkoa wa Iringa na hasa jimbo la Isimani ambalo wamelitumikia kutoka muda mrefu tangu miaka 1995 mpaka sasa, kwa kuendelea kuwa na heshima hiyo kubwa ya kuaminiwa na wananchi wa jimbo la Isimani ambalo nyinyi mnafahamu kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais anapokuteua kuwa waziri ni sharti namba 1 lazima kuwa mbunge. Kwa heshima ubunge ameipata kule Iringa katika jimbo la Isimani, ambako wananchi wa mkoa wa Iringa na wananchi wa Isimani kwa ujumla nipende kuwashukuru sana na pengine kuwapa pole tena ya ziada kwa msiba huu mkubwa ambao umetufika. Mimi nimepata bahati ya kuzungumza na Mheshimiwa Lukuvi leo, nadhani masaa 24 hajafika. Nimepata bahati ya kuzungumza na Mheshimiwa Lukuvi jana jioni, na akiwa ananisihi baadhi ya mambo katika masuala ya uongozi, lakini sikufahamu hata kidogo kama mzee Lukuvi ana tatizo lolote lile linalohusiana na masuala ya afya, na wala sikubashiri jambo lolote kama leo ningeweza kuwa katika ardhi hii pasipo Lukuvi. Kwa hiyo ninachoweza kukisema ni kwamba kiimani na katika masuala ya kiungu, jambo la kwanza tunakipokea kifo kama zawadi na kama takwa la Mungu mwenyewe, na kwa mantiki hiyo na niwasihi na niendelee tena kusii familia yote kwa ujumla kwamba tunakipokea kifo kwa sababu ni zao la Mungu mwenyewe. Lakini jambo la pili, tunapokipokea kifo tunajenga manunguniko na masikitiko kwa sababu ni mtu ambaye tumemfahamu na ni mtu ambaye amekuwa ni wa karibu, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye ana msaada mkubwa. Na pengine leo nisingependa kutumia nafasi hii kubwa kumuelezea sana Mheshimiwa Lukuvi kwa namna ambayo msiba wetu huu umeweza kutufika. Lakini kwa ujumla kila mmoja ataungana na mimi kwamba hata jana yenyewe alikuwa anatakiwa kupumzika tu kidogo ili angalau ndo aweze kuendelea na majukumu yake, lakini bado aliondoka kwenda kazini. Kwa lugha nyepesi naweza nikasema mauti ya mzee wetu William Vangimembe Lukuvi yamemkuta akiwa kazini, yani yupo kikazi zaidi. Na kwa mantikio tunayo mengi sana kujifunza utendaji wake wa kazi, tunayo mengi sana kujifunza busara zake, mengi ya kujifunza hekima zake, mengi ya kujifunza kuhusu ujasiri na namna pia alivyoweza kujenga hoja kwa jamii ya Watanzania kwa ujumla wake. Kwa hiyo niendelee tu kuwasihi wenzangu tuyaone maisha ya Mheshimiwa Lukuvi kama kitabu kirefu ambacho kina chapters nyingi, na pengine mwisho wa siku tutacompile na kuweza kukisoma sisi wenyewe na kizazi kinachofuata. Ni watu wachache sana ambao walikuwa ni masinia ndani ya bunge, lakini pia hata katika serikali yetu. Kwa hiyo sisi wananchi kwa ujumla tumepoteza mtu mkubwa, tumepoteza mtu muhimu, na tupo hapa kama sehemu ya familia na tutaendelea kushirikiana na wananchi wa mkoa wa Dodoma, wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, wananchi wa mkoa wa Iringa. Maana ratiba inaonyesha kwamba baada ya kutoka Dodoma wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam pia watapata nafasi pia kuweza kushiriki katika ibada ya kuaga mpendwa wetu, lakini Iringa pia watapata nafasi ya kushiriki kuaga mpendwa wetu kabla ya mazishi. Kwa hiyo naweza tu nikahitimisha kwamba nampa pole Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nawapa pole wa Tanzania, nawapa pole wananchi wa mkoa wa Iringa na hasa na jimbo la Isimani, lakini zaidi naipa pole familia hii ambayo mama ameachwa hapa pamoja na watoto wake wote ambao tumekuwa tukizungumza nao hapa, na mwisho tujifunze yale mema yote ambayo ametuachia.